Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025 au 11 mwezi wa 3 mwaka 2025. Karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Channel ya Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine ili wazidi kupata habari kutoka hapa channel ya Mteba TV, ambayo tunakupa habari zote zinazopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia na duniani kote. Lakini kwa sasa bado tunajikita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo mapambano bado yanazidi kuripotiwa na mambo mengi sana yameweza kuonekana katika siku ya leo. Leo tutaongelea mambo mengi sana yaliyopatikana tarehe 28 pale Goma, pale ambapo M23 wameweza kukutana na vikosi vya SADC. Vikosi vya SADC, wanajeshi kutoka Tanzania, wanajeshi kutoka Afrika Kusini au Afrika Kusini, na wanajeshi wengine kutoka Kenya, maeneo mbalimbali. SADC, muungano wa SADC walikuwa bado wana wanajeshi wao pale Goma, lakini kwa sasa makamanda wakuu kutoka Tanzania, kutoka Afrika Kusini au Afrika Kusini na maeneo mengine, nchi zote ambazo ziko kwenye umoja huo wameweza kukutana siku ya leo, siku ya jana Ijumaa, pale mjini Bukavu, na kukubaliana kutoa mambo mbalimbali na mahadi mengi sana ambayo yameweza kukubalika kwenye mikutano hiyo. Tutakuja kurejea kwenye habari hiyo, ukae karibu na sisi ili tuje tukwambie kwa nini wako pale na kwa nini walikubaliana nini. Kwa tusikilize kama channel ya Mteba TV, tutakwambia kile ambacho kiliendelea. Lakini tutakwenda kuhusia habari zingine za kwenye uwanja wa vita, kila ambacho kinaendelea maeneo mbalimbali ya Walikale, huku ndege mbalimbali za kijeshi zikizidi kuonekana za M23 wakishusha vikosi vyao kwenye mapori mbalimbali, kitu ambacho kinaonekana kwamba watu wengi hawajafurahi kwa sababu M23 bado wanazidi kusambaa na wameshakuwa na ndege nyingi sana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakizidi kushusha wanajeshi kwenye maeneo mbalimbali kwenye mapori zao na kujipanga vikosi vyao mbalimbali, kitu ambacho kinaonekana kabisa hadharani kwa kila mtu. Tunazidi kuambia kile ambacho kinaendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye uwanja wa vita. Nafikiri umesabone kwa sababu wewe unapata habari zetu hapa na umesubscribe ili wewe unapata habari zetu hapa kila siku, asubuhi, mchana na jioni. Nafikiri sasa hivi ni saa 7 kwa wale ambao wako Afrika, lakini pia ni asubuhi kabisa, alfajiri kwa wale ambao wako nchini Marekani. Watu wengi wanasema kwamba unatuwekea tu tarehe 28, lakini masaa ngapi? Hatuwezi kuandika masaa kwenye nani, hapana. Wewe mwenyewe ndio unapaswa kufinya tu pale kwenye kichwa cha habari, utaona hii taarifa ina muda gani, utaona tu masaa wewe mwenyewe, lakini kwamba hatuwezi kuandika masaa hapa kwenye taarifa zetu za habari, hapana. Kwa hiyo tunaendelea na habari zetu pale Walikale, pale ambapo vikosi mbalimbali vimeweza kuonekana vya M23 vikishuka kwenye ndege na kupeleka wanajeshi maeneo mbalimbali ya pale Walikale. Lakini tutakuja kurejea tuone kila ambacho kiliendelea Walungu jana. Ijumaa wa masasi iliweza kupigwa sana na waliweza kupambana maeneo yale kati ya M23 pamoja na wazalendo. Lakini baada ya hapo tutagusia habari zingine za Kamanyola pale ambapo habari ni mbaya tu, mapambano yanazidi kuripotiwa kila fasi. Lakini pia tutagusia habari za pale Katana ambapo bado wazalendo wako maeneo yale wakiwa wanadhibiti. Lakini habari kuu katika siku ya leo ni kwamba vikosi vya SADC vimeweza kukutana leo, wameweza kufanya kikao leo pale mjini Goma, kitu ambacho watu wengi wameona kabisa na kimeruka hewani na kila mmoja ameweza kuona. Vikosi hivi vimeweza kukutana siku hii ya Ijumaa tarehe 28 kwenye mji wa Goma, kabisa, walikuwa na kikao kikubwa sana. Kikao hicho kilikuwa kinazungumzia mambo mengi sana. Jambo la kwanza ni kwamba lazima SADC itoe wanajeshi wake wote ambao wanapatikana kwenye mji wa Goma, alafu wanawaruhusu kupeleka vifaa vyao vyote, silaha zao zote ambazo walikuja nazo, na wanajeshi wote wa kigeni watoke maeneo yale ya Goma. Ili jambo unalichukuliaje? Kwa sababu ukiangalia SADC
wako na nguvu kubwa sana. Kwa nini waache mji wa Goma? Manake wameacha kusaidia DRC au namna gani? Ni mjadala ambao tunao katika siku ya leo, channel yako pendwa ambayo inaitwa ni Mteba TV, kwenye siku yako ya leo, kwenye uchambuzi wetu katika siku ya leo. Nilikwambia endelea kufuatilia channel hii kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo utakwenda kuyaona hapa, na tutakwambia kila kitu ambacho kinaendelea hapa kupitia channel yako pendwa ya Mteba TV. SADC kabisa imeweza kuondoka kabisa, lakini wamekubaliana mambo yafuatayo. Wamekubaliana uwanja wa ndege wa Goma ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kushambulia na kuitimbua. Yaani imeweza kupigwa mabomu mengi na kuharibika kiasi kwamba hakuna ndege ambayo inaweza kashuka kwenye mji wa Goma. Serikali ya DRC imeweza kutimbua mauwanja nyingi sana pale maeneo yote ambayo kunashikwa na M23 kwa sababu wasishushe ndege zao, ikiwemo Goma, hata maeneo mengine yote ambayo kunapatikana uwanja za ndege. Lakini hebu tuangalie kwanza video hii ambayo M23 wanashusha wanajeshi wake mahali fulani walikana. Na baada ya kuangalia video hiyo ambayo kamera zetu tumeweza kufika maeneo mbalimbali na kushika matukio hayo ya M23 wakiwa wanashusha wanajeshi maeneo za Walikale, mapori zote, ili wazidi kuimarisha nguvu zao. Lakini habari kuu inayogonga kabisa vichwa vyote habari, na video ya hawa wajamaa ambao walikutanika kwenye uwanja wa vita maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama hivyo ambavyo tumekuwekea yao M23. Lakini leo habari kuu kabisa tunazungumzia vikosi vya SADC ambavyo vimeweza kukutana leo jana tarehe 28 pale kwenye mji wa Goma kwenye mahoteli mbalimbali, na wakamaliza mkutano wao vizuri tu, na lengo kubwa la kikosi hicho au lengo kubwa la kikao hicho ni kwamba SADC itoe wanajeshi wake wote ambao wanapatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ipeleke. Lakini wanaahidi kwamba lazima watengeneze uwanja wa ndege ambao uko maeneo ya Goma, kwa sababu ndege zianze kupanda na kushuka, na waruhusu usafirishwaji wa ndege na vitu mbalimbali vya kimataifa ambavyo vinatoka nje, ndege za kimataifa, kwa sababu ni uwanja wa kimataifa, uanze kutumika, na huo uwanja ndio utakaosafirisha tena wanajeshi wa SADC kila watu kwenda kwenye nchi yao, kwa sababu hakuna uwanja wa ndege mzuri ambao uko pale. Watengeneze yale mashimo yote, yani ni kama amri, watengeneze yale mashimo yote, alafu baadaye wanajeshi wa SADC watoke na vifaa vyao vyote. Ili jambo hili limeweza kuonekana kwa namna gani? Je, SADC wameachia DRC? Kwa sababu kwa nini SADC wameshindwa kabisa kusaidia DRC? Kwa nini wameshindwa kusaidia DRC? Kwa sababu SADC ni kikosi ambacho kiko nguvu sana, ikiwemo Afrika Kusini, ikiwemo Tanzania, ikiwemo majeshi wengi, manake wajeshi wote, kifupi wanajeshi wote wa kigeni ambao wanapatikana Goma, Bukavu, wanatajika watoke kwenye maeneo hayo yote. Ili jambo linakuaje? Na SADC wamekubali, wamesaini ya kwamba watatoa wanajeshi wao maeneo yale kabla matukio mengine hayajatokea. M23 wameweza kuwachunga baada ya kuwashika mateka hao na wengine mbalimbali samani ambao walikutanika pale. Hawakuwa wazuri, waliwaambia tu njoni mtoe wanajeshi wenu kabla hatujafanya chochote kile. Sasa wamekubaliana kutoa wanajeshi hao kwenye mji wa Goma. Lakini wao M23 wanazidi kusema kwamba wako tayari kuzungumza makubaliano na serikali kuu ya Kinshasa. Sasa hapo ndo bado sisi kama channel ya Mteba TV tunazidi kufuatilia kila ambacho kimeendelea. Tumekuambia hivi kwa sababu mambo haya yanazidi kushangaza. Vikosi vikali vinatoka kwenye uwanja wa vita, manaki sasa hivi
habari imebaki tu ni ya FRDC watetee nchi pamoja na wazalendo, kwa sababu kama hawa Umoja wa Mataifa tuseme tu SADC wanatoka Kongo au DRC, si kama Kongomani watafanya namna gani? Kuna makubaliano haya ambayo yameweza kufanyika, manake mji wa Goma sasa inakuja kubakia tu mikononi mwa M23. Lakini M23 wanasema wanahitaji mazungumzo na serikali ya Kinshasa. Je, wafanye makubaliano na mji wa Kinshasa au Kinshasa izidi kuwapiga? Andika kwenye comment hapo. Kama Mteba TV tunazidi kukupa mambo makali, mambo ya hatari ambayo tunazidi kukuletea, kwa sababu najua unapenda channel hii sana, kwa sababu inachambua, inakupa taarifa za habari, kila kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Habari kuu, SADC wanaondoka. Baada ya kumaliza kikao hicho, wameweza kuongea mengi sana. Wakaanza kuongea na huyu jamaa ambaye ni msemaji wa M23, wakawa wanamwambia quickly kama vile wanataniana namna ile. Wengi wakawa wanapenda kumuona wengi. Hebu tazama kwanza, afu tutakuja kurejea namna walivyokuwa wanataniana, alafu baadaye na kula chakula na wakaondoka. Wote ilikuwa ni biko. Afande, ungetumia hautatumia. Umefunga. Oh, Ramadan. Itaisha kesho. Ndakupigia sababu Dar es Salaam. Uko Dar es Salaam napigia afande. Leo bwana mambo safi. Jege kabisa. Mwezi Ramadhani itaisha kesho. Kesho nitakula pilau. Sio na kukumbia hapa. Sio ile pale hapa. Naam, baada ya kikao hicho kuisha, wameweza kuingia kwenye makubaliano hayo na kuingia maeneo mbalimbali, kuweza kutumia chakula kwenye hoteli kubwa kama unavyoona hapo. Kuna wanajeshi wa Tanzania, kuna wanajeshi wa Afrika Kusini, kuna wanajeshi wa hata nafikiri hata Kenya najua, kuna wanajeshi wengi tu. Makamanda wakubwa kabisa walikubali kuingia pale Goma kwa makubaliano hayo, na M23 imeahidi ya kwamba lazima achunge wale wanajeshi wote na wataondoka kwa amani. Je, hili jambo linakuaje? SADC imeshindwa kusaidia DRC. SADC imekuja kuonekana kwamba M23 wanakuja kuwa na nguvu kubwa kushinda SADC.
ni kitu ambacho tunakifuatilia kama channel ya Mteba TV, tutakuletea kwa sababu tumeona wamemaliza kikao wakiwa na furahi, wanacheka sana wakiwa na furahi sana. Tumeweza kuona kikao hicho kikiongozwa na wakurugenzi wakubwa ambao walipatikana pale kwenye mji wa Goma, akiwemo mkuu wa mkoa wa Goma, mji wa Goma, akiwemo wale wote viongozi wakubwa wa M23 wakiwa maeneo yale, na wakakubaliana ulinzi ulikuwa umeimarishwa sana. Na ndio maana kama Mteba TV lazima tukuletee hizi habari ambazo zinazidi kutukuta hapa kwenye channel yako pendwa ambayo inazidi kukuletea habari kuu. Vikosi vya SADC vinaondoka DRC. Una maoni gani? Je, M23 au M23 wamekuwa na nguvu kushinda SADC? Lakini tulivyofuatilia ni kwamba wanaondoka ili wapishe makubaliano wao kati ya au pamoja na serikali ya DRC. Na serikali kumbuka Goma kuisha kuja wengi sana. Wageni ni wengi sana ambao washakuja. Sasa hivi tunashuhudia makamanda wa SADC ambao wana nguvu sana wameingia Goma. Wameenda kuzungumza na M23. Tumeshuhudia maaskofu wa kanisa Katoliki wameingia Goma kwenda kuzungumza na M23. Makubaliano hatujayajua. Tumeshuhudia vikosi vingi sana vimeweza kuingia maeneo yale. Pastor, wachungaji wameweza kuingia maeneo yale. Sijui wanatafuta kuweza kupatanisha DRC au serikali ya Kinshasa. M23 bado wanalalamika, wanahitaji maongezi. Ni mchakato wote huu wa kutoa wanajeshi, wanahitaji mazungumzo na serikali. Sisi kama Mteba TV tumekuletea hizo habari katika siku ya leo, uweze kuona kila ambacho kinaendelea. Lakini tunakimbia moja kwa moja kwenye mji wa Walungu, pale ambapo mapambano yameweza kuripotiwa siku ya jana, huku raia wakikimbia makazi yao, wakidumbukia kabisa kwenye miji ya mbali sana, kuacha Walungu Centre ambapo panadhibitiwa na M23 pale Walungu Centre. Mapambano hayo yameweza kuripotiwa sehemu mbalimbali, huku wazalendo wakijitahidi maeneo mbalimbali. Lakini pia na maeneo mengine yote ya Kamanyola, huku bado wanadhibiti maeneo hayo. Wakiwa wanadhibiti, mapambano yameweza kuripotiwa sana. Lakini Katana pia mambo kama hayo yalikuwa ni yale. Vita bado wazalendo wanadhibiti maeneo yale. Sasa kuna watu walituliza maswali, wakati SADC inaondoka, manake wameshindwa kabisa au namna gani? Ni kwamba inawezekana wameenda tu lakini hawajashindwa, wakitaka kufanya makubaliano kati ya serikali pamoja na M23. Makubaliano hayo sisi hatujayajua. Na ndio maana wao wanasema kwenye mitandao, wanasema kwamba tumekimbiza wanajeshi wa Burundi, tumekimbiza wanajeshi, sasa hivi wanajeshi wa Tanzania wanaondoka, tumekimbiza tena wanajeshi wa Afrika Kusini ambao wana nguvu. Je, FRDC ndo wataweza wakati hao wote walikimbia? Ni vitu ambavyo wanazidi kuviongea kwenye mtandao wa kijamii. M23 wakizidi kuzungumza, ni kwamba sio hivyo. Hao wanatoka, si kwamba hawana nguvu. Wana nguvu ya kuwapiga vizuri sana maeneo yale. Kwa sababu hakuna nchi ambayo inaweza kupigana na SADC. SADC ina nguvu kubwa kuliko kila kitu. Kwa hiyo hao kama wanatoka, nadhani kuna makubaliano fulani ambayo, kumbuka juzi Felix Tshisekedi alikutana na Kagame kule Katare. Makubaliano sisi hatujui kama wanafika hapo kwenda kukubaliana na kutoa wanajeshi wao. Sisi kama Mteba TV tutazidi tu kuletea habari ambazo zitazidi kuendelea hapa kwenye vyombo vyetu vya habari vya Mteba TV. Tunaendelea kuambia habari ambazo zinazidi kusonga mbele, lakini mpaka sasa mji wa Walikale unadhibitiwa na M23. Sasa hivi M23 wapo kabisa kwenye mji wa Walikale na ndio wanadhibiti kabisa maeneo hiyo ya mji, huku wakizidi kushusha wanajeshi mbalimbali kama nilivyokuonesha video hiyo ya kwanza, ili waweze kukaza ngome zao ili wasonge mbele na mapambano. Serikali ya Kinshasa iweze kuangalia hilo jambo, iweze kufanya nguvu kwa nguvu. Lakini tumekuja kuona wazalendo wana nguvu kubwa sana ambazo wanazitumikisha. Wazalendo wana nguvu kubwa ambazo wanazozitumikisha kwenye uwanja wa vita. Kwa sababu kama wazalendo wenyewe wanasimamisha kabisa M23 kusonga mbele, SADC ndio ingeshindwa. SADC hawajaamua tu. SADC hawajaamua. Wakiamua wana uwezo wa kuchukua ile Goma na Bukavu kwa muda mfupi tu, lakini hawajataka kupigana. SADC kifupi hawajataka kupigana. Jo, wangependa kupigana, wangesaidia sana
Kumbuka miaka iliyopita walikuwa wanakabidhi maeneo mbalimbali ya amani, wakiwa wanachukua maeneo ambayo walikuwa wanakamata au M23 wanakabidhi kwa SADC, wanawapatishia tumekamata hapa ni hivi na hivi, inabakia mikono mwa SADC. Lakini leo SADC inaondoka, je, hiyo ngome itabakia mikononi mwa nani? Lakini ukiangalia wazalendo wana nguvu kubwa, wanafanya kazi, japokuwa serikali ya Kongo ikifanya nguvu kubwa, ikiunga tu wazalendo vizuri mkono, watagomboa miji yote. Hii yote ni vitisho ambavyo unaona SADC wanaondoka, sisi tunaenda hivi na hivi tupisha makubaliano. Ni kwamba kuna mambo mbalimbali ambayo wamekubaliana wao, lakini sio serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazalendo tu wanasimamisha M23, wanashindwa kuendelea na mipango yao. Kifula SADC au nchi zingine, kwa wazalendo wao wana nguvu kushinda sasa SADC, kwa sababu wazalendo ndio wanaosimama sasa, wanapiga vizuri, wanafanya kazi nzuri kwenye uwanja wa vita kuliko SADC sasa. SADC inaondoka, na wakati wa uwanja wa vita wazalendo ndio wanadhibiti sasa maeneo mengi na wanasumbua. M23 haisongi mbele. M23 haiendi mbele. Tangu wako pale Bukavu ni Bukavu tu, hakuna kwenda mbele. Tangu wako pale Walikali ni Walikali, hakuna kusonga. Ni maeneo yale tu, wamewafungia, hawawezi wakatoka maeneo yale na kuendelea. Kwa hiyo manake wazalendo wana nguvu kubwa sasa kushinda majeshi. Tunaweza kusema hivyo, au majeshi wameachia mazungumzo. Ndivyo uchambuzi wetu wa siku ya leo. Leo ni uchambuzi kabisa na habari ambazo kwa ufupi ambazo tumekupa kwenye siku ya leo, lakini tukiangalia habari zingine za wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale ambapo wameweza kupokea pesa nyingi. Nafikiri habari hizi nilikuwa nishakwambia, lakini wamepokea pesa. Tumeangalia maeneo mengi polisi wakiwa wanasherekea, lakini hata maskari wakishika mapicha za hizo pesa wakitumia wandugu zao, wakiona vizuri sana. Lakini watu wengi wanauliza, wametuliza maswali mengi, je, pesa hizo na wazalendo wamepata? Ndio swali ambalo kila mtu anatuuliza. Je, wazalendo wamepata hizo pesa? Kwa sababu wao ndio wanaonekana wana nguvu kubwa. Sisi kama Mteba TV hatujakuwa na majibu ya hiyo, kwa sababu tumepata tu taarifa ya FARDC waliongezewa mshahara, lakini hatujajua kuhusu wazalendo kuna namna gani. Inawezekana serikali imefanya hatua moja afu itakuja kurudia kwenye hatua nyingine, kwa sababu imekaribisha vijana wengi waje wajiunge kabisa na serikali ya FARDC au serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waweze kugomboa nchi yao. Sasa hivi Kongo, kama mkongomani hatupigani au hawapigani kwa sababu ya pesa. Mzalendo hapigani kwa sababu ya pesa, bali serikali isaidie wazalendo kuwapa silaha na vitu mbalimbali ili wasonge mbele na mapambano. Ila wazalendo hawako pale. Unaposikia neno mzalendo, manake yeye yuko pale hajali chochote. Unaona, kwanza ni askari wa kujitolea, anatumika kazi nzuri, lakini pia inatakiwa serikali iangalie, ifanye kazi. Kama sisi Sauti ya Jamii, channel ya Mteba TV, lazima serikali ya DRC kama ilivyoongeza pesa kule kwa FARDC, lazima iangalie pesa za kupatisha wazalendo. Kwa sababu ukiangalia FARDC walikimbia sana. Walikimbia maeneo mengi sana ya vita wakiwa wanakimbia. Na wazalendo wanakava zile fasi. Natakiwa wazalendo wapate pesa. Na sauti hii ifike mbali sana. Sambazeni hii video maeneo yote mnayoyajua, ifike hata serikalini ijue kwamba wazalendo wanatumika kazi nzuri. Wazalendo mpaka sasa wanazuia. Kama M23 hayasogea mbele ni kwa sababu ya wazalendo. Inatakiwa wazalendo waongezewe pesa. Inatakiwa wazalendo wapatishiwe na wao pesa, walipwe kama wanajeshi. Kama serikali ililipa $500 kwa wanajeshi, kila mzalendo apate pesa $500. Hiyo inahitajika kwa sababu wao ndio wanasimama kwenye uwanja wa vita. Hatujajua kama wanawapangia nini, ila kama vile tunawatime, kama vile tunaenda mbele. So hatuwezi kuingilia serikali kwenye mpango yake. Imeanza na wanajeshi, pia nafikiri itamalizia na wazalendo, na tunahitaji sana imalizie na wazalendo kwa sababu wao ndio wanasimama baada ya FARDC kukimbia maeneo yote na wengine FARDC kugeuka kuwa waasi wa M23. Wazalendo ndio walibakia maeneo yale. Sisi kama Sauti ya Jamii, pia TV yako pendwa ya Mteba TV, lazima tufikishe maoni ya watu. Ni maoni ya watu walitupigia simu sana wakasema, ambia serikali wafanye nguvu zote, pesa wazalendo wapokee pesa. Wapokee pesa hizo, lazima na wao wapate pesa. Kwa hiyo kama channel ya Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment. Tutakuletea zingine habari zitakazoendelea.
huku nguvu kubwa za wazalendo wakizidi kuonekana, kwa sababu wanapigana kwa nguvu zao, misaada mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Wanafanya kazi nzuri sana wazalendo, ongeleni sana. Lakini pia na FARDC pia ongeleni kwa wale ambao wanajitolea kufanya kazi pamoja na serikali. Habari kuu, Sadek wanaondoka. Tuandikie maoni yako hapo. Sadek kwa nini wanaondoka? Eti wanapisha mazungumzo kati ya M23 na serikali kwamba wanaondoka, na huku wakionekana wakipelekwa kwenye mahoteli, wale viongozi wakila vizuri, wakicheka, wakifurahi. Ni kama kifupi, Mkongomani amka. Mkongomani popote ulipo amka. Nchi yako, gombania nchi yako. Hiyo yote ni picha ya kuonyesha kwamba mzalendo ni mtu wa maana sana. Mzalendo ni mtu wa maana. Ni mtu wa maana sana ili upambanie nchi yako. Kila Mkongomani popote ulipo pambania nchi yako. Unaona wageni wanaondoka. Wageni wanatoka wanaondoka. Japokuwa wanasema wanapisha kwanza mazungumzo, lakini inaonyesha tu kwamba ni wageni. Lakini mwenyeji jipambanie. Kila Mkongomani chukua silaha, chukua nguvu kubwa, saidia wazalendo, fanya nguvu zako zote ili uweze kugomboa nchi yako. Lazima tugombane mpaka mwisho. Lazima nguvu zionekane mpaka lazima watu wagombane mwanzo mwisho ili kuonesha nguvu zitakazoonekana na kwa wazalendo na wakongomani wenyewe. Maana inamaanisha kwamba kila Mkongomani ajipiganie, pigania haki yako popote ulipo. Wewe ni mzalendo, fanya nguvu kwa pesa zako, kwa mchango wako. Kwa hiyo ambaye uko kwenye uwanja lazima ufanye nguvu. Basi subscribe channel yetu, sabone channel yetu, sambazia watu wengine kwenye magrupu mbalimbali. Ukitaka kutupata, namba za simu tumeweka hapo. Toa mawazo yako, toa michango yako ya mawazo kwenye namba hizo. Lakini pia tutazidi kwa pamoja. Tukutane tena panapo majaliwa kwenye matangazo mengine. Ciao.